Tuanze kutoka Nairobi nchini Kenya, ambapo tume ya uchaguzi nchini humo IEBC kuanzia Jumatatu wiki hii itazindua rasmi zoezi la kuandikisha na kuhakiki wapiga kura kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Tume hiyo sasa ikilenga zaidi kuwafikia vijana. Kupitia mitandao ya kijamii, wanaharakati wa vijana wamekuwa wakiwashawishi vijana kujiandikisha kwa wingi ili kufanya maamuzi sahihi mwaka 2027 kufuatia maandamano ya hivi karibuni kushinikiza mabadiliko. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Dismas Mokua ni mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Kenya. Ukiangalia tume ya uchaguzi na mipaka IEBC inatilia sana mkazo kuangalia kwamba vijana wa Gen Z wamesajiliwa. Vijana wengi hapa Kenya huwa wajisajili kushiriki katika mambo ya uchaguzi, lakini wanashiriki katika mambo ya kuangalia vile hela za Kenya zinatumika. Ukiangalia katika demokrasia yoyote, wale Gen Z hapa, ukiangalia sasa Kenya, uangalie Afrika, uangalie kwa dunia yote, Gen Z ndio wana ushawishi mkuu sana. Ni mtazamo wake Dismas Mokua, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Kenya. Uchunguzi wa maiti ya afisa wa polisi wa Kenya aliyefariki nchini Haiti umeonyesha kwamba kifo chake kilitokana na majeraha aliyoyapata kwenye ajali ya barabarani. Mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Oduor amesema. Msikilizaji, wakati huu kampeni za uchaguzi mkuu nchini Tanzania zikishika kasi na huku ikiwa imebaki ni mwezi mmoja kabla ya raia kuchagua viongozi wao, mmoja wa wagombea wa upinzani bado hajaanza kampeni baada ya kuwekewa mapingamizi. Hatima ya Luhaga Mpina, mgombea wa chama cha ACT, sasa iko mikononi mwa mahakama ambayo inatarajiwa kutoa uamuzi ikiwa jina lake lirejeshwe kwenye orodha ya wagombea au la. Wachambuzi wa siasa wana mtazamo gani? Paltenus Niyagira anazungumza akiwa nchini Tanzania. Mgombea huyu aliyewekewa kizuizi na kwa kuwa chama chake akikuwa ni chama chenye mvuto mkubwa na upinzani mkubwa, inaonekana kama vile mambo yanaendelea tu. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa haraka linaonekana kuwa kuna kusinzia, kuna kama kupotea fulani, na endapo mfano kulingana na alichokifanya kwamba amerudi mahakamani kupambana, inaweza ikachelewa zaidi, na itakapojitokeza kwamba anaruhusiwa atakuwa na kibarua kigumu, kwa sababu atakuwa ameyapitia majimbo mengi inavyostahili. Na msikilizaji, pingamizi la hivi karibuni liliwasilishwa na chama tawala CCM kupinga uhalali wa uteuzi wa Mpina, ambapo tume iliridhia na kuondoa jina lake, hili likiwa ni pingamizi la pili baada ya lile la msajili wa mahakama kutupiliwa mbali na mahakama kuu. Mwandishi wa tamthilia raia wa Kongo Israel Nzila ameshinda tuzo ya RFI Theatre ya mwaka 2025 kutokana na tamthilia yake ya clipping inayosimulia mwanamke aliyenusurika, ikiwa ni katika tamasha lililofanyika mapema leo nchini Ufaransa na kumfanya kuwa mwandishi wa kwanza kutoka nchini DRC kupokea tuzo hiyo. Na mtusalie DRC, ambapo mamia ya raia hapo jana walikimbia makwao na kutafuta hifadhi karibu na kituo cha MONUSCO huko Jina katika eneo la Jugu mkoani Ituri kufuatia wimbi jipya la mapigano kati ya wanamgambo wa Codeco na wale wa CRP, huku vijiji kadhaa ikiwa ni pamoja na Gibala na Walu vikichomwa moto. Jeshi la Sudan hapo jana lilitangaza kupata ushindi mkubwa katika mapambano yake dhidi ya wapiganaji wa RSF katika eneo la Kordofani magharibi mwa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na kukombolewa kwa maeneo kadhaa na mauaji ya mamia ya wapiganaji wa RSF. Ushelisheli itaandaa duru ya pili ya uchaguzi wa urais baadaye wiki ijayo baada ya tume ya uchaguzi kutangaza leo kwamba hakuna mgombea amepata zaidi ya 50% ya kura zinazohitajika, huku kiongozi wa upinzani Patrick Helmini akiongoza na 48.8% ya kura na rais Wavel Ramkalwan akipata 46.4% ya kura zilizopigwa. Mamlaka nchini Namibia kuanzia leo imepeleka mamia ya wanajeshi kupambana na moto uliozuka Septemba 22 katika mbuga kubwa ya kitaifa ya Etosha, mojawapo ya hifadhi kubwa zaidi barani Afrika, na kusababisha uharibifu mkubwa wa ekolojia. Kampeni za uchaguzi wa urais nchini Kamerun zilianza rasmi hapo jana,
huku wagombea 12 akiwemo rais wa muda mrefu Paul Biya na mwanamke mmoja wakitafuta kupigiwa kura katika uchaguzi wa Oktoba 12. Uchaguzi wa urais nchini Guinea utafanyika Disemba 28. Utawala wa kijeshi ulitangaza jana, siku moja baada ya mahakama ya juu kuthibitisha matokeo ya kura ya maoni ya kuidhinisha katiba mpya, huku Jenerali Mamadi Doumbouya akitarajiwa kuwania licha ya awali kuahidi kwamba hatowania. Na muungano wa wafanyikazi wa mafuta nchini Nigeria umeagiza wanachama wake kutafuta ama kukata usambazaji wa gesi kwenye kiwanda cha kusafishia mafuta cha Dangote baada ya mamia ya wafanyikazi wake kufutwa kazi. Nchi ya Iran imelaani kile imekitaja uamuzi usio na tija kufuatia hatua ya Umoja wa Mataifa kurejesha vikwazo ilivyokuwa imewekea nchi hiyo kutokana na mpango wake wa nyuklia. Mwanahabari wetu Paul Nzioki anatuarifu zaidi. Kwenye taarifa yake, Iran imesema inashangazwa na uamuzi uliochukuliwa na mataifa hayo, hasa wakati huu ilipokuwa ikijaribu kupata suluhu. Tayari kumekuwa na hofu ya wananchi wa Iran kutumbukia kwenye hali mbaya zaidi kiuchumi kufuatia vikwazo ambavyo kabla ya mwaka 2015 ambapo ulipatikana mkataba wa kimataifa, raia waliishi maisha magumu kutokana na vikwazo. Uamuzi huo Umoja wa Mataifa umekuja siku kadhaa kupita tangu kuvunjika kwa mazungumzo kati ya Tehran na nchi za Magharibi, majadiliano yaliyokuwa yanajaribu kupata suluhu kuhusu mpango wa nyuklia wa taifa hilo. Tayari nchi ya Israeli na Marekani zimekaribisha uamuzi huo, waliosema umekuja wakati mwafaka, hasa kutokana na ushahidi wa Tehran kwa imeendelea kurutubisha urani na ionyeshi nia kuachana na mpango huo. Na Paul Nzioki, Ukraine imesema leo kwamba Urusi ilishambulia nchi hiyo kwa mamia ya ndege zisizo na rubani na makombora usiku kucha na kuua takriban watu 4 katika mji mkuu wa Kiev peke yake, huku nchi jirani ya Poland ikiweka mikakati kulinda anga yake. Jumuiya ya kujihami NATO imeimarisha uangalizi wake katika nchi za Baltic baada ya Denmark kudai uvamizi wa ndege zisizo na rubani katika anga yake. Msemaji wa muungano wa ulinzi amesema Vietnam imeanza kuwahamisha zaidi ya wakaazi 250,000 kutoka maeneo ya pwani kabla ya kuwasili kwa kimbunga Boaloi ambacho kinatarajiwa kukumba ukanda wa kati unaozalisha chuma. Na daraja la juu zaidi duniani lenye urefu wa mita 625 juu ya mto na korongo kubwa katika mkoa wa Guizhou nchini China limefunguliwa kutumika na magari na kunyakua rekodi kutoka kwa daraja lingine katika mkoa huo, vyombo vya serikali vimesema.